Wild West TV. Kuisapoti Simba yao. Wale wana Simba kutoka maeneo mbalimbali ya hapa Afrika Kusini, tunawakaribisha sana. Wale ambao wako hapa Durban, kwa namna yeyote ile hawapaswi kukosa kuja kwenye mchezo huu. Na sisi tutapita kwenye mitaa mbalimbali ya Durban kwenda kuzungumza na wana Simba, kwenda kuzungumza na Watanzania, kwenda kuwafanyia hamasa waje kwa wingi uwanjani. Tunachotaka ni kuwatia unyonge wapinzani wetu hapa nyumbani kwao. Ukishakuwa mtu anatamba nyumbani kwa mtu, sio rahisi. Sasa sisi tunataka kuwatia unyonge wapinzani. Hapa hawana watu wale jamaa. Hapa ni wageni typically. Sijui umeelewa? Kitakachoweza labda ni South Africa tu, lakini hapa hawana watu hata kidogo. Hawana ingekuwa ni Orlando ama Kaizer, at least tungepata msuguano wa watu, lakini wale mabwana hapa hawana watu hata kidogo. Kwa hiyo tunataka kuwatia unyonge nyumbani kwao. Yaani wanashuka pale Moses Mabida siku ya tarehe 27, wanakuta nyekundu imetamalaki uwanjani. Alafu tumekuja na mabendera yale makubwa yale. Kwa hiyo tutazagazisha pale uwanjani kuhakikisha kwamba wao wajihisi kabisa kwamba wamekuja nyumbani kwa Simba Sports Club. Haya, huyo ni afisa habari wa Simba Ahmed Ali. Tumesikia kwa kile ambacho amekizungumza. Bwana, mara tu baada ya kikosi cha Simba Sports kutua nchini Afrika ya Kusini kuelekea mchezo wao wa nusu fainali ya pili dhidi ya Stellenbosch Football Club, kubwa zaidi ni Ahmed Ali, afisa habari na mawasiliano wa kikosi cha Simba, ameendelea kunguruma akiwahakikishia Watanzania, akiwahakikishia wapenzi na mashabiki wa soka Afrika Mashariki na Kati kwamba Simba Sports yupo kazini. Simba Sports anakwenda kuwawakilisha vema sana huko Afrika ya Kusini. Lakini kubwa zaidi, kuanzia kesho na kesho kutwa kuelekea mchezo siku ya Jumapili, Ahmed Ali anasema kwamba kutakuwa na hamasa. Kitendo cha hamasa hakitaishia nchini Tanzania tu kwa Ahmed Ali. Anakuambia sasa wanakwenda kufanya hamasa Afrika ya Kusini, kuwahamasisha wa Afrika ya Kusini kuipenda na kwenda kuishangilia Simba katika mchezo wao dhidi ya Stellenbosch, kwa sababu katika jiji ambalo wanakwenda kuchezea mchezo huo, Stellenbosch hawana mashabiki. Hata wanakotoka Stellenbosch pia hawana mashabiki kutokana na timu hii ni ngeni tu katika ligi, sio wenyeji sana, lakini wao wana ubora na uliowapelekea kuwa katika hatua hii ya nusu finali. Lakini pia katika ligi wameshampiga Mamelodi Sundowns, wameshampiga pia Kaizer Chiefs katika mwendelezo wa ligi kuu pale nchini Afrika Kusini alimaarufu kama PSL. Kwa hiyo Ahmed Ali anajua kabisa timu hiyo haina mashabiki na anaendelea kuwahamasisha wapenzi na mashabiki wa Simba ambao wapo Afrika ya Kusini. Lakini pia Watanzania, kama tunavyojua Afrika ya Kusini kuna Watanzania wengi sana. Kwa hiyo Ahmed Ali amechukua advantage hiyo kwenda kufanya hamasa kubwa Afrika Kusini na kusimamisha Afrika ya Kusini kuelekea mchezo wao dhidi ya Stellenbosch, huku maana ya hamasa hiyo ni kuhitaji mashabiki wengi ambao watakwenda kuwasapoti Simba Sports. Lakini ukimsikiliza vizuri, anakuambia watakuwa na mabendera ambayo yatapeperushwa yakiwa yanapepea Tanzania, lakini pia yakiwa yanapepea Simba Sports Club. Huo ndio utaratibu ambao Simba Sports anakuja nao safari hii. Huo ndio utaratibu ambao Simba Sports ameamua kwenda nao kufanya hamasa mpaka nje ya Tanzania. Na tamaduni ya Ahmed Ali tunaijua ni mwendo wa kispika. Tutegemee kuona kispika kitumika na Ahmed Ali katika hamasa hiyo, au tutegemee njia nyingine mpya ambayo atakuja nayo Ahmed Ali. Kikubwa endelea kufuatilia West TV kwa habari update mbalimbali kinachoendelea nchini South Africa kuelekea mchezo wa Simba Sports dhidi ya Stellenbosch. Hii ni nusu finali ya pili. Simba Sports anamtaji wa goli moja alilopata katika dimba la Amani Zanzibar, goli pekee likifungwa na Jean Sherehe Awa. Je, Simba anakwenda finali safari? Tuandikie maoni yako katika sehemu ya comment.